Habari gani rafiki yangu? Katika siku ya leo tena ninakukaribisha katika channel yetu ya Biblia Leo TV. Na siku ya leo tutakuwa na mada inayosema, je, Afrika imelaaniwa? Kwa karne nyingi kumekuwa na imani iliyojengeka kwamba bara la Afrika ni bara lililolaaniwa. Wakati fulani inaonekana ni bara lenye mateso, umaskini, vita, magonjwa, ni matokeo ya hukumu ya Mungu. Je, ni kweli ya kwamba Mungu amelipa adhabu bara hili mpaka liwe na mambo yote hayo? Lakini je, hilo ni kweli? Je, Biblia inasema Afrika ililaaniwa? Au kuna siri kubwa ambayo dunia haijawahi kuelewa? Baada ya gharika kuu, Nuhu na wanawe watatu walikuwa chanzo cha wanadamu wote, yaani Shemu, Hamu na Yafethi. Kutoka kwao dunia ilijazwa tena. Tunajua dunia iliangamizwa na kila kiumbe kasoro vile vilivyokuwa kwenye safina, hivyo vilivyookoka. Kwa hiyo kizazi kikaanza upya. Kwa muda fulani kizazi cha Nuhu kiliendelea kuishi miongoni mwa milima, ikiwepo mlima Ararat ambao unasemekana upo nchi ya Uturuki, ambapo safina ya Nuhu ilisimama. Kisoma katika kitabu cha Mwanzo 8:4. Mlima huu unapatikana karibu na mipaka ya Armenia pamoja na Irani. Na mfano wa wenzao waliomcha Mungu na ibada wakaamua kujitenga. Na walipojitenga pamoja na hao waliokuwa wakimwabudu Mungu, wakaamua kusafiri kuelekea nchi moja iliyokuwa ikiitwa Shinari, kando ya mto Frati. Eneo hili linatajwa kama mahali mnara wa Babeli ulikojengwa. Ilikuwa sehemu ya Babeli ya kale, na kwa sasa ipo nchi ya Iraq. Walivutiwa na uzuri wa hali ya rutuba ya ardhi ile, na katika bonde hili wakaamua kuweka makao yao hapo. Wakaamua kujenga mji, na ndani ya mji wakaweka mnara mrefu, mnara wa Babeli. Na baada ya hapo tunaona walijaribu kujenga huo mnara, yakatokea machafuko kwa sababu Mungu aliyasababisha, na baadaye sasa wakagawanyika katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo kwa Afrika pia wakapatikana hapo, kwa sababu baada ya Mungu kufuruga makabila hayo na kukawa na lugha mbalimbali, watu waliokuwa wakiendana, watu wa lugha fulani wanaendana, wanakuwa grupu moja. Tutaeleza hii habari zaidi kwenye part 2, utaielewa kiundani. Kwa hiyo miongoni mwa watu waliogawanyika pia wakapatikana Afrika kutoka kwa watoto watatu wa Roho. Lakini kwa karne nyingi jina la Hamu limechukuliwa vibaya na likigeuzwa kuwa sababu ya ubaguzi na utumwa. Leo tunarudi kwenye maandiko na tutaangalia roho ya unabii, hata kwenye sayansi na historia vinasemaje, ili kugundua ukweli wa kale uliofichwa, kwamba Afrika haikulaaniwa bali iliwekwa kwenye mpango wa Mungu wa wokovu. Kwa hiyo nikukaribisha sana, na tutakuwa na sehemu 3, sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa ili uweze kuelewa vizuri, ninakukaribisha uangalie kila sehemu, yani part 1, part 2 na part 3. Ukivuka moja basi nyingine hautaelewa. Kwa ili somo ulielewe vizuri, kama Afrika imelaaniwa, unahitaji kupitia sehemu zote 3. Na sehemu ya kwanza itakuwa na vipengele kama
historia ya bara la Afrika, asili ya wenyeji wake, mtawanyiko wao. Sehemu ya pili itakuwa asili ya fundisho la laana ya Hamu, tafsiri mbalimbali juu ya fundisho hili na ni nani aliyelaaniwa na Nuhu. Lakini sehemu ya tatu itakuwa na mpango wa Mungu kwa Afrika. Mungu amepanga nini? Baraka Afrika walizopewa na Mungu. Tumepewa baraka gani pamoja na Mungu? Uhusiano wa Mungu na Afrika upoje? Lakini mwisho tutaangalia kwa nini Afrika wamekuwa maskini hadi leo hii. Nadhani tunaona asili au nature ya bara letu la Afrika ni kwa nini limekuwa katika hali hii. Kwa hiyo nikukaribisha sana uendelee kufuatilia. Lakini kabla tujaanza somo letu, nikusihi uendelee kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare ili marafiki zako pia waweze kubarikiwa na masomo haya. Basi tuendelee na somo letu linalosema, je, Afrika imelaaniwa? Karibu sana. Historia ya bara la Afrika. Ukisoma kitabu cha Isaya mlango wa 19 na aya 25, neno la Bwana linasema, kwa kuwa Bwana wa majeshi amewabariki, akasema, wabarikiwe watu wangu Misri, na wewe Ashuru, kazi ya mikono yangu, na wewe Israeli, urithi wangu. Bara la Afrika ni miongoni mwa mabara makubwa sana duniani, likiwa ni bara la pili kwa ukubwa duniani, likitanguliwa na bara la Asia, likiwa na eneo la kilomita milioni 30,121,532, likiwa katika ukanda wa tropiki na ikweta, lenye sura ya milima na mabonde kadhaa. Pia lina joto la kutosha, maziwa makubwa, misitu. Kutokana na takwimu za Umoja wa Mataifa, idadi ya watu ni bilioni 1,225 na 80,510,000, sawa na idadi au ni sawa na 15.7% ya idadi ya watu ulimwenguni, ambayo ni bilioni 7.8. Afrika imegawanyika katika makabila yapatayo 800 na lugha 800 zenye kugawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni lugha za asili za watu weusi. Kundi la pili, lugha zenye mchanganyiko wa Afrika na Asia. Kundi la tatu, lugha zenye mchanganyiko wa Kihindi na Ulaya. Wengi wamekuwa wakitamani kujua asili ya wanadamu hawa weusi wenye changamoto mbaya, vifo vingi. Je, na kweli ndio waliolaaniwa? Wana uchumi, wachungaji na viongozi wengine duniani wanakiri kuwa Afrika ina utajiri mwingi, ikiwemo ardhi yenye rutuba, madini, maziwa, wanyama, misitu, mito na kadhalika. Watu wake ndio maskini sana duniani. Nadhani utakubaliana na mimi ya kwamba miongoni mwa mabara yaliyo maskini sana, watu wake ni maskini sana, ni bara la Afrika, japo limezawadiwa vitu vingi vya asili ambavyo ni vizuri na vya kuvutia. Hapo zamani bara la Afrika lilishuhudia matukio mengi ya harakati za wanadamu, mwaliko kutoka katika mabara mengine ya ulimwengu. Wataalamu wa mambo ya kale waligundua athari za ustaarabu wa Misri na Wafoenike huko Tunisi na sehemu nyingine za Afrika ya kaskazini katika karne ya 9 kabla ya Kristo. Tutazungumzia katika sehemu ya 3 inayozungumzia
juu ya umaskini wa bara hili. Ni kwa nini limekuwa maskini? Kuna sababu. Hivyo nikisiendelea kufuatilia utajua na utagundua mengi sana katika somo hili. Labda tuangalie asili ya wenyeji wake. Hawa watu wa Afrika wana asili gani na wametokea wapi? Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 9 na ile aya ya 18 hadi 19, Biblia inasema wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shemu, Hamu na Yafethi, na Hamu ndiye baba wa Kanaani. Hawa watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu. Kutoka kwa wana watatu wa Nuhu dunia yote ilijaa watu. Na Hamu ambaye jina lake linamaanisha joto au mweusi ndiye baba wa watu wa Afrika. Kwa hiyo Hamu tutaangalia kiundani ni kwa jinsi gani amekuwa Afrika, na Shemu na Yafethi tutaangalia pia walivyogawanyika kuelekea katika nchi nyingine. Kwa hiyo watoto wa Hamu walikuwa ni Kushi, Misri, Putu na Kanaani katika Mwanzo mlango wa 10 na aya ya 6. Kushi iliyomaanisha Ethiopia katika Biblia tutaiona vizuri. Misri tunaijua Egypt, Putu ambao ni Libya kwa sasa, na Kanaani yani Palestina ya leo. Hivyo asili ya Waafrika ilijulikana wazi kabisa kwenye Biblia na inajulikana mpaka leo. Kwa hiyo tutachambua kwa uzuri kabisa. Wakati fulani majina mengi ya nchi, bahari yametokana na majina ya watu na yenye maana fulani au yanawakilisha historia ya kitu fulani. Kwa hiyo Afrika pia ni miongoni mwa jina ambalo limebeba maana ya kitu fulani ama jina la mtu fulani. Watu wa mataifa mbalimbali ni uzao wa Nuhu, na hakuna taifa lililolaaniwa na Mungu pasipo sababu. Uovu hauhusiani na rangi, bali moyo wa wanadamu. Ukisoma kitabu cha Wazee na Manabii tutakutana na hiyo habari. Kwa hiyo tunapoangalia Afrika tunaona si bara lililolaaniwa, bali ni mahali palipojaa uhai, rasilimali na uumbaji wa kipekee wa Mungu. Afrika inakaliwa na watu weusi wenye asili ya Asia na Ulaya. Katika nchi kubwa huru 58, jina la Afrika katika asili halipatikani mahali popote katika Biblia. Jina hili ni la Kirumi. Kupitia lugha ya Kilatini zamani waliita Afrika Terrea au Aferi. Kwa lugha ya Kilatini waliita Afrika, lenye maana jua kali au lenye jua kali. Wanateknolojia wanataja maneno mengine matatu kwa chimbuko lake. Kwa mfano Waajemi au Phoenicians, Wayahudi, kuna Wagiriki ama Wayunani, lakini pia kuna Waebrania. Wanataja kuwa chimbuko la jina la Afrika moja ni Afari kwa Kiajemi lenye maana vumbi. Waafrika ambao wanasadikika ni Waberiberi walioishi Afrika ya Kaskazini, eneo moja lilokuwa likifahamika kama Althage nchini Tunisia, lakini pia linafahamika kama Afrika katika jina la Kiunani. Maana yake hakuna baridi na joto. Afrika ni baridi, kwa hiyo kiambishi cha Afrika inakuwa ni joto. Kinakanusha pia maana hii ya neno la Kiebrania. Lakini pia kuna neno Kam
ikimaanisha Afrika. Ukisoma katika Encyclopedia Britannica ukurasa ule wa 19. Katika lugha ya Kiebrania iliyotumika kuandika Biblia katika Agano la Kale, Afrika ilijulikana kwa majina mengi. Kwa mfano, nchi ya Misri ilijulikana kama Afrika. Israeli naye akaingia Misri. Yakobo akawa mgeni katika nchi ya Hamu. Kitabu cha Zaburi 105:23 kinaonyesha nchi ya Hamu. Lakini pia kutokana na mtoto wa Hamu aliyeitwa Mizraim kwa Kiebrania, Misri kwa Kiswahili. Kwa hiyo jina Misri tutaliona kwa uzuri lilifahamika kama Mizraim, kama mtoto wa Hamu, ambaye pia kwa Kiebrania inajulikana kama Misri. Katika lugha ya Kimisri neno Egypt au Misri ilikuwa Mikem, ambalo semekana ni jina la Hamu. Miungu ya kale ya Wamisri iliitwa Kamiti, yaani walikuwa na mungu mke waliokuwa wakimuita Kamiti. Sambamba na Kush ni Hamu vilevile, lakini imegundulika kule Libya ilipo kabila linaloitwa Piti, likisadikika kuwa ni watoto wa Putu mwana wa Hamu. Kisoma katika kitabu cha Zaburi 105:27 inasema, akaweka mambo ya ishara zake kati yao na miujiza katika nchi ya Hamu. Kwa hiyo katika Biblia naona hapo Zaburi inaandika Hamu kutamkwa katika namna mbili. Namna ya kwanza kama Hamu, namna ya pili kama Kam, lakini maana moja, yani joto. Hiyo utagundua katika jina la Kiunani Afrika ni neno la Kiunani, na neno la Kiebrania Kam yana maana moja, yani joto. Kwa hiyo Ham ndiye asili ya Wahamiti ama hawa tunawaita wa Afrika. Ukisoma Encyclopedia Britannica inaeleza kwamba neno Afrika linatokana na Aferi, neno la Kilatini lenye maana ya nchi yenye jua kali. Kwa hiyo majina ya makabila na miungu yana uhusiano. Mzazi wa awali kabisa alipokufa, walimfanya kama rejea kwa kumtambulisha kwao, na kadri kizazi kilivyoendelea hatimaye alienziwa kama Mungu. Kwa kuzingatia hivyo, Mungu wa Misri wa awali alijulikana kama Kem au Kamiti. Huenda jina hilo linamaanisha mtu mweusi au udongo mweusi wa mto Nile. Pia hapa roho ya unabii na vitabu vya historia vinajaribu kuthibitisha hivyo. Ndio maana kuna watu mpaka sasa hivi tumewewa majina ya ukoo. Wakati fulani majina hayo ukiangalia yanakuwa yamewewa maana. Mtu anaitwa Manumbu, wazazi wake huenda kipindi anazaliwa viazi vilikuwa ni vingi. Kwa hiyo yote ni kwa ajili ya kutunza kumbukumbu. Kwa Misri pia kuna mungu aliyekuwa akiitwa Kema, lakini katika tafasiri yake ni Jota, ambao neno la Kiafrika katika lugha ya Kilatini na Kiebrania na Kiunani tumeona vyote vinatofautiana neno joto katika tafasiri hiyo. Kwa hiyo ndio maana ya jina Afrika ama historia fupi ya jina Afrika. Hawa watoto wa Nuhu baadaye walianza kugawanyika, na walipogawanyika wakatuletea mataifa mbalimbali kutoka katika mabara tofauti. Na ndio maana ukisoma katika sayansi inathibitisha ya kwamba 99.9% ya DNA za mwanadamu zinafanana. 0.1% tu ndio inakuwa inatofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Kwa hiyo yote inatupatia uthibitisho ya kwamba watu tupo katika hali ya undugu ambao tumetoka kwa hawa wazazi watatu, yani Ham,
Shemu na Yafethi. Kwa hiyo wakagawanyika katika sehemu nyingi, na mwisho tukapata dunia hii iliyojaa, kwa sababu baada ya hawa watoto wa Nuhu kutoka kwenye safina, Mungu akawaambia amri aliyowapa Adamu na Hawa ya kwamba zaini mkaongezeke. Kwa hiyo kuzana kuongezeka kwao kukatokea Babeli katika nchi ya Shinari baada ya kuchafuliwa lugha, na kukawa na lugha nyingi, watu wakapigana, lakini baadhi ya lugha zikaungana wakawa kikundi kimoja, na wakawa wanaendelea kujitenga, wanaendelea kusambaa. Hapa ndipo amri ya Mungu inakuja kutimia kwamba waongezeke. Kwa wakasambaa katika sehemu mbalimbali za dunia. Inasadikika kuwa na inaonekana bayana kuwa wana wa Hamu wengine walienda kukaa Arabia ya Kusini, Misri Kusini, pwani ya mashariki mwa bahari ya Mediterranean, pwani ya kaskazini mwa Afrika. Makabila yenye asili ya Kikamiti ni haya: Waludi, Wanaami, Walehabi, Wanafihi, Wapathras, Wakasuluhi, Wafilisti, Wakafori. Hawa ni ukoo wa Kushi. Ukoo wa Kushi pia kuna Waseba, Wahavila, Wasabta, Waarama, Wasidoni, Wahethi, Wayebusi ambao ni wanzilishi wa mji maarufu duniani yani Yerusalemu, Waamori, Wagirgash, Wahiti, Wasini, Waruvadi, Wasemali, Wahamathi. Kusoma katika kitabu cha Mwanzo 10:6 hadi 20 utakuta hapo imeelezewa hayo majina ya watoto wa Ham pamoja na watoto wa Kushi. Kwa hiyo ndo asili kwa ufupi katika bara letu la Afrika. Kwa ni kualike usikose pia katika sehemu ya pili ya somo hili ambalo itaweza kukubaliki, ambapo tutaangalia juu ya asili ya fundisho la laana ya Ham. Wengi wanasema Nuhu alimlaani mtoto wake. Kwa hiyo tutajadili na tutaona kwa upana laana hii inakuwaje na kwa nini alaaniwe Ham, au ni Ham aliyelaaniwa ama sio Ham. Kwa ni kualike uendelee kufuatilia masomo haya na natumaini ya kwamba utaweza kubarikiwa. Kualike uendelee kufuatilia channel yetu ya EBRL TV. Usisahau like, comment, share, subscribe ili kusudi uendelee kupata updates mbalimbali na uendelee kubarikiwa na masomo yetu. Nikualike katika sehemu ya pili, usikose, kaa nasi mpaka mwisho.